Mambo vipi mwana IREM TV? Leo tumekutana tena. Imekuwa kama likizo fulani hivi ndefu ambayo by the way tumekuwa na muda wa kukutana hivi kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo, lakini kama kawaida leo tena ni siku nyingine na nafasi nyingine tumekutana mimi pamoja na Paco Steve, miongoni mwa wadau na wana michezo pia, shabiki la kutupwa bwana la Chelsea. Wiki hii tuna furaha, by the way Man U tuna furaha, Chelsea tuna furaha. I hope uko salama. Tumekutana tena kwa mara nyingine kuzungumza mambo mbalimbali ya kimichezo bwana. Mambo vipi kaka? Poa kabisa. Uko sawa? Ya, niko vizuri na furaha kutosha. Huko leo kwanza tunaenda wapi? Mimi sielewi tunakwenda huko. Tukapata changamoto huko. Twende tu vizuri ndio. Hii ndio Iringa bwana, by the way, na tumesimama kwenye mataa sasa hizi, tuna mataa. Sasa hizi jambo kubwa kabisa Iringa bwana ni ile msikiti kaka. Au mimi nakosea? Sahihi. Au mimi nakosea? Sahihi. Umeshapiga picha pale? Ushapiga wenyewe? Mimi nasubiri kukamilika. Kamilike? Tukapige vitu pale. Sawa. Wakati huu ambao tutakutana yametokea mambo mengi sana hapa katikati ya kimichezo. Mengi vibaya sana. Simba wamesajili, wamepoteza kombe la Mapinduzi wakati huo. Wamekufa mechi 3 za Champions League mpaka sasa. Sijui hata tunaanzia wapi, lakini nataka tuanzie hapo hapo kwa klabu ya Simba. Kwa sababu ndo timu inayozungumza sana kwa sasa hizi. Bwana, kwanza wanamzungumziaje mwalimu Steve Becker ambaye amechukua nafasi ya Zee la Pyramid Tattoo? Unamzungumziaje mpaka sasa hivi kwa namna ambavyo umemuona kocha Steve Becker? Kuna namna anakushawishi kwamba kuna kitu anakiongeza kwenye klabu ya Simba? Yaani kwa hizi mechi chache ambazo kashasimamia timu hizi ambazo ameshacheza mpaka sasa hivi. Siwezi kumsema kama ni mzuri au ni mbaya. Mimi naamini katika mtu kupewa muda. Kama utaweza kumpa muda tutajua kama ni mzuri au ni mbaya. Okay. Hichi kibarua ambacho amempa ni kigumu. Yaani unapewa timu kipindi hichi, timu yenyewe ndio ile, afu unaambiwa ivuke. Hapo wanamuonea tu. Yaani kwa nini kimekuwa kibarua kigumu? Kwa sababu mwalimu unapewa timu sio unakubaliana na malengo ambayo unapewa? Alikuwa sasa nice, alikuwa anataka kazi, kwa hiyo hata ajui nini kinaendelea kwenye timu. Okay. Ajui hata shida za uongozi za timu ajui. Yeah. Lakini sasa hizi na imani atakuwa amejua. So mama sasa hata akipigwa picha ana furaha. Kuna namna yani kuna namna yani furani iko kwa mbali. Sasa mimi nawaza kitu kimoja cha msingi kabisa. Mwalimu alipopewa timu bwana, kama ilivyokuwa vile vile kwa Fadlu Davis. Kuna wachezaji wamekuja kwenye timu wameshafanya kazi na mwalimu pale Stellenbosch. Na inaonekana yale ni machaguo ya moja kwa moja kabisa ya mwalimu. Hii system ya usajili wa Tanzania kwamba mwalimu anapewa nafasi ya kuwa meneja, akiondoka yeye anayekuja tena anapewa nafasi ya kuwa meneja. Wewe kwako unaionaje? Tunaiga Ulaya, si ndio? Tunaiga Ulaya, lakini sasa Ulaya wenzetu kidogo Ulaya washabobea kwa hiyo wanajua utaratibu ukoje. Sisi hapa tunaamini kweli kocha lazima akija. Kila kocha alikuja lazima asajili watu wake. Hiyo sio kweli. Alafu dirisha dogo aliwagi hivyo. Yaani kocha Ulaya ambao tunaona kama Chelsea akifukuza kocha anayekuja. Watu wanakuta aenda nao wale labda mpaka mwisho wa msimu au na nini ndio vitu vingine vinafanyika. Ila hii Tanzania imekuwa tofauti kidogo. Sasa mimi hizo sajili za Simba na zenyewe nasubiri nizione. Dirisha dogo kama dirisha kubwa ni kitu cha ajabu sana tunafanya. Kwa hiyo sijui, tuombe Mungu vitu viwe vizuri, lakini ukienda kwenye percentage mimi kwenye kuvuka kwenda robo finali kwenye 100% mimi naipa Simba 15. Huko kwenye robo finali tutafika. Huko tutafika. Nataka tufike hapa kwenye ile dirisha la usajili pamoja na mwalimu Steve Becker. Si ndio? Watu wanataka yeye, maana yake anawajua. Amekuja Anicet Oura kwenye timu. Si ndio? Kashawahi kufanya kazi na mwalimu Stellenbosch. Ismail Toure. Sina huyo Oura tunamjua. Sio kama tu afanya kazi tunamjua, alituonea sana. Alishacheza na Asek hapa. Akiwa na Asek alituonea. Ameona vizuri tu. Mimi nataka unipe very good logic kwenye hivi vitu ambavyo vinafanyika. Kwamba kwenye klabu kama Simba, kila mwalimu atakapokuwa anakuja atakuwa na nafasi ya kusajili wachezaji ambao yeye anawataka na ambao amewahi kufanya nao kazi sehemu. Pale Simba ndugu yangu pale pana shida. Pale Simba pana shida kubwa sana na kwenye jambo lolote lile, iwe ni kampuni, iwe ni biashara, kama shida ikiwepo juu kwenye uongozi mpaka chini yoga inafika. Okay. Mambo tunaona yanatokea Simba ni matokeo ya uongozi mbovu ambao watu wengi hawataki kukubali kwamba uongozi nini? Mbovu. Lakini uongozi ni mbovu. Uwezo kama unatuuzia watu kijinga unasema watu hawa wabovu afu wakaenda huko wanawaka. Uwezo kufukuza kocha eti kisa ameshindwa kumfunga mtu fulani wakati kwenye hiyo mechi nafasi zimepitiwa nyingi, lakini unataka na kocha aingie ndani haiwezekani. Unamsajili kocha kuna muda inabidi umpe muda.
Smart tulikuwa tunafahamu kocha mzuri. Fadlu Davis ameondoka zake kaenda daraja. Project yake inaanza kukubali. Hii imeshindwa kumlinda, yani watu kuja na hela nyingi imeshindwa kumlinda mpaka anaondoka. Kwa hiyo Simba bwana ina shida zake nyingi hizo za uongozi ambao kama zikitatuliwa ndio Simba inaweza kusimama. Sasa hizi hapa anataji Jose Mourinho. Yeah. Hata Guardiola Yeah. ya. Hivi kama tunataka kuadapt hicho ambacho kinaitwa usasa sasa. Hicho cha kocha akija ndo anakuwa na sauti ya usajili. Kama tunataka kuadapt hicho cha usasa. Tunatakiwa kuzingatia nini? Kuwalinda makocha, kutengeneza mfumo ambao ni rasmi ambao kila kocha akija atakuwa anapita mule ama nini ambacho tunatakiwa kuzingatia zaidi kuliko vingine? Kocha cha kwanza, kocha inabidi alindwe, alafu timu ipo ina falsafa inayoeleweka. Yeah. Sio tu unachukua tu kocha. Fuata falsafa ya timu yako, kocha hapo anaeleweka na nini. Lakini kocha lazima alindwe. Yaani uwezo ukamwambia tu kocha eti njoo kama huyu kocha mmoja beka labda hatuwezi jua amesema kitu gani. Labda anaambiwa tuvushe hapa kwenda robo. Asipovusha hapa anafukuza kwa sababu mwingine, inapasa uongo. Kwa sababu kazi aliyopewa beka hii ni ngumu. Huo mtihani ni mgumu kwa sababu kwenye lile kundi ambayo yupo Simba. Wale majanto walikuwa Simba, De Tunisi na nani huyu na yule mwingine nani Petro. Sasa Stade Malien yule hakuwa kama giant kwenye grupu, kila mtu anahisi hapa anachukua point. Alikuwa challenger tu yani. Sasa hizi ndo anaongoza kundi. Sahihi. Na mimi nakuhakikishia kwenye ile grupu la Simba mtu ambaye anacheza mzuri kuliko anacheza mpira mzuri kuliko wote ndo Stade Malien. Ndo anacheza mpira mzuri. Ana possess, anatafuta magoli, ana create chance. Sasa sijui kama Simba ana nafasi ya kupita kwenye ile grupu kirahisi, sio rahisi sana. Yaani mpaka nimani paki hapa kwa sababu nazungumzia Simba hivyo, yani Simba inazungumza na shida nyingi sana. Sawa, nataka tuzungumzie sana nafasi ya Simba. Tuachana na wachezaji. By the way, watu wengi hawajui. Mfano Ismail Toure watu wengi hawamjui. Anicet Oura hajacheza mpira nafikiri miezi 5 toka mwezi wa 8. Mechi ya mwisho alicheza dakika 90 toka mwezi wa 8 hajacheza, si ndio? Tunapomzungumza goalkeeper at least yeye kidogo tunaweza tukamzungumza alikuwa kwenye ushindani, sio? Wamekuja wachezaji hapa kina Morris Abraham wapo kwenye timu bado, walioflodiwa ni wengi. Jean Chaza huwa akapigwa panga pap na watu wamemnyaka juu kwa juu. Ameenda zake Uarabuni. Uhalisia ni kwamba klabu ya Simba malengo ambayo ameweka msimu huu, ligi kuitwa, si ndio? Pamoja na makombe ya ndani yote including FA. Maana yake hapo tunategemea pia Simba inataka kulitoa lile kombe gani lile linaitwa bwana? Ile kombe la ligi kuu FA, sio? Haya Mapinduzi washapoteza. Ngao washapoteza, sio? Kwa Mapinduzi kombe la FA pamoja na kombe la ligi. Pamoja na yale malengo ya kufika nusu finali ya klabu bingwa Afrika. Wewe mimi nataka uniambie kikawaida kabisa, feasibly unaona hayo malengo yanatimizika? Sio rahisi. Yaani mimi sitamwambia, hapa uongozi upo stable, sio rahisi. Yaani hapa tutaimba wewe, stima player amefanyaje? Wewe nenda kaangalia kile cost cha Simba. Hicho ambacho sasa kimeongezwa na watu wengine, kaangalia player mmoja. Alafu nifanishie na ligi ya Tanzania timu zingine kama kuna watu wanaipiku Simba hapa. Nenda. Kwa maana ya kwamba Simba inazaje ni kweli sana. Wewe una Mpanzu, una yule Gueye ambao si Gueye tunamuona kwenye chani. Tunamuona kwenye chani. Senegal. Kundi liko Zanzibar hapo. Hapo wewe kwenye timu yako wewe ndio una beki, una yule Rushaini beki wako, una kiungo na Bikamara, una Maema wewe ndio una Kibabage, wewe ndio una Kante, wewe ndio una Soa, wewe ndio una Mwalimu. Alafu unasema timu haiperform. Wewe una shida maana kwenye uongozi. Sasa mimi nashindwa kuintegrate. Inakuwaje wachezaji wasicheze vizuri? Walikuwa wanacheza vizuri walikotoka, wana quality, alafu shida ikawa uongozi. Kwani shida sio wachezaji wenyewe? Kwa sababu tulishiriki kipindi hapa ninakwambia hivi kwamba timu bora inaundwa na vitu vinne tu. Timu bora, cha kwanza benchi nzuri la ufundi, nakumbuka uliniambia. Cha pili uongozi mzuri. Cha tatu mashabiki. Cha mwisho wachezaji wazuri, si ndio? Haya, wachezaji wazuri Simba wapo. Mashabiki bora wapo. Vibaya mno tena mashabiki Simba ni mashabiki bora sana. Wanaelia hao kila siku, amerudi chama hizo wamegeuza tu. Limo Steve Becker sana experience ya uongozi. Naam. Timu hizo kwa bora. Vimoja kati ya vitu vinne kisipokuwa vizuri maana timu hizo kwa bora. Sasa Simba inakuwa kwa sababu hizi mechi nyingi maandalizi yanaanzia nje. Nje anafanya nini maandalizi? Viongozi. Sasa mambo ya logistic. Juzi nimeshangaa Esperance wametoka kubonda mechi na Simba, mechi imeisha kule. Wao tayari washatanguliza kama watu watatu huko. Viongozi washafika. Tena wanaisa walitangulia Simba kufika. Wamewahi kabla ya Simba, wao wameshawahi mapema kabisa. Sasa mimi nataka tuzungumze tu kiuhalisia. Simba imepoteza mechi 3 za makundi. Haijatokea.
mechi 3 za mwanzo zote kapoteza Simba. Hivi amefunga goli kweli? Moja tu. Moja? Na Mahema alifunga kule. Alifunga nio Mahema ya wakati anatafuta sare. Si kitu cha kawaida kwa klabu ya Simba kutokea. Inawezekana msimu huu Simba ikawa nisemeje, sijui niwekeje katika utaratibu mzuri. Mawili kati ya haya. Tumefeli. Mawili kati ya haya. Inawezekana hizi ndo nyakati ambazo toka mwaka 2018 ule, inawezekana hizi ndo nyakati ambazo aidha ni klabu ya Simba na uongozi mbaya zaidi au ina timu mbaya zaidi. Kwa sababu haya hatujaona yakitokea. Uongozi mbaya zaidi, timu hii ndio imekupeleka shirikisho finali msimu uliisha. Sahihi. Uongozi ni mbaya. Uongozi ndo mbaya zaidi katika kipindi hichi inawezekana. Uongozi ni mbaya. Kuna matumaini yoyote kwenye Champions League? Hizi mechi 3 zilizobaki, una mechi 2 za nyumbani na mechi moja ya ugenini. Kishabiki na kuheshimu mpira, nafasi ipo. Ila kiuhalisia nafasi hamna. Ukimwona medali anawaambia mashabiki njooni. Wewe Simba hapa anatakiwa ashinde mechi zote 3. Zote. Ambao 2 ni nyumbani, moja ni nje ya nyumbani. Simba hawezi kushinda mechi 3. Performance ya mechi ya juzi ya Esperance haijakufurahisha au haijakushawishi kwamba wanaweza kufanya vizuri? Timu haichezi, timu haitafuti goli. Sasa mbona juzi walikuwa wanamsaka mtu kabisa? Walimsaka mtu, wanasaka mtu kabisa. Juzi walimsaka Esperance. Ukiwa katikati ya uwanja, msake mtu kwenye box babu. Kwa hiyo pamoja na hiyo improvement ambayo sisi tunaiona kwenye klabu ya Simba chini ya Steve Becker, wewe uioni na hauoni kama kuna matumaini ya kupata angalau alama 9 hizi kwenye mechi 3 zilizobaki? 9. Kama ingawa tutazungumzia alama 3 si ngapi? 9. Ama kitu kibaya kama kujifariji, sisi Simba tushavukaga mbele na nani safari kwenye ile kundi. Kibonde ni sisi tumekuwa. Yaani tulikuwa tunamwona Kibonde na anaongoza kundi. Sisi hapa tumebaki kwa vibonde. Wewe umeona juzi ile Petro Luanda ameenda kushika goli zake kule vizuri. Sahihi kabisa. Unafikiri kutetereka kwa Simba msimu huu kushindwa kufikia malengo ya Champions League kuna wajenga au kuna wabomoa? Simba? Simba inabomoka. Inabomoka au inajengeka? Asipotokea mtu ambaye atajua kwamba hapa kuna anguko chap akasolve hili swala. Simba inabomoka vibaya. Na kama woga mnakaa tunasema msimu huu tutamfunga Yanga. Yanga ndio umeona ana depu. Ndio msimu huu. Ana depu Yanga. Ana depu, sio umeona mechi 2 tayari huyo jamaa. Unafisa striker hiyo. Ana depu hizo nje wanadudu. Upau nani sijui nani Mzize anapona. Winga kule kuna Pakome, namba 10 yuko Okelo. Okelo nyisi na Simba tunamhitaji sana afu tunashinda kumchukua. Moja kitu ambacho Yanga amewina afu watu wengi wanasema ni uongo ni ile Okelo. Bonge moja namba 10. Namba 10 ya kisasa. Kwa kweli mchezaji kabisa yule. Mchezaji yule mtajie Afrika Mashariki hapa watu ambao wana Kevin kubwa. Inakuwaje? Yani inakuwaje wewe unakata tamaa kabisa na klabu ya Simba? Kwa sababu bado iko kwenye ushindani mzuri tu. Yani kwenye ligi wamo, wamezidiwa alama 3. Sikiliza. Kwenye grupu la Simba anaongoza na pointi ngapi? Kwenye grupu la Simba alama 7. Sasa saizi 7 wanaofuatiwa na ngapi? Wanaofuatia ali mbaya 4. 4 na mwingine ana 5. Mmoja ana 5, mmoja ana 4. Simba ana ngapi? Afu wote wamechukua alama 3 kwa Simba. Simba ana ngapi? Yaani kila mtu kachukua alama 3 kwa Simba. Simba ana ngapi babu? Na 0. Simba ili amfikie wa kwanza sababu sasa hizi tuseme ana 7. Anabidi apate pointi ngapi? Achukue pointi 2 huko, achukue pointi pointi 3 afu asare mechi. Hapana, haiwezekani. Okay. Anataka asare mechi moja tu. Au wenye 4 na mwingine mwenye 5 mwingine mwenye 7, maana yake hao kazi yao itakuwa ni kufungwa tu washindi. Hata wakifungwa ina maana kuna anayeongeza pointi. Basi ndio baya, wakifungwa kuna anayeongeza pointi. Labda wasare. Shanielewa. Kwa haiwezekani. Ndio nakwambiaje kwa heshima ya football. Sababu kwenye football lote zitakatokea. Tunaweza kusema Simba bado ana nafasi. Alafu akashinda mechi zake zote. Uhalisia. Simba ashinde mechi 3 zote hizo Simba. Simba hii. Haya, turudi kwenye ushindani wa ligi ya ndani. Kwa hiyo mwaka huu tumeshamalizana kwenye michuano ya kimataifa. Tujipanga msimu ujao. Huyu kocha kama wana malengo na timu, kocha asimfukuze, aandae timu kwa ajili ya msimu ujao. Bwana. Sawa. Na unafikiri ikitokea Simba imeshindwa kabisa kwenye mashindano yote, yaani ikitokea Yanga tena imekuwa dominant mashindano ya ndani, mashindano ya nje, ndo kama hivyo ambavyo unasema washakata tamaa, unafikiri Simba ina nafasi ya kukaa chini na uongozi, mashabiki, kwa maana mashabiki sasa na wale wanachama walio hai wakae chini na uongozi kuona namna gani ya kuijenga Simba kwa pamoja, au pengine sasa ndo tuanze kurusha mawe, tuanze kutengeneza timu kwa ajili ya uchaguzi wa kipindi hiki? Kwa sababu kinachoelekea hapa maana yake ni watu kutafuta gigi la uchaguzi. Hata watu wanasema usajili wa Clatous Chama ni usajili wa sababu ya uchaguzi bwana.
usajili wa chama kuwasahaulisha mashabiki. Kwanza usajili wa chama unajua wale nani wale viongozi wanatoza sana mashabiki wa Simba. Kama sisi ni wajinga kwamba wanampenda chama, tukileta chama hapa tayari washasahau. Kuna namna hata mimi nimeona wale mashabiki wale naheshimu sana uwezo wa chama, lakini mimi kwangu mimi nilikuwa sitamani arudi. Kuliko chama maana yake tumekubali kurudi tena nyuma kwamba sisi hatuwezi kutoboa bila chama. Uongo. Sasa ikitokea tumefeli Simba, uongozi kama hata kuna uchaguzi wajitafakari sana, kuna shida kubwa sana. Ikiwezekana hata asirudi kugombea. Sema hata asigombee, sema kuna vitu vingine tunaviwezekana. Kwa unaweza mimi mfano au nikwambia off mic, unaniambia au nikwambie nje? Ulishaniambia mimi kwa nawezekana hata tajiri mwenyewe inabidi sio. Ulishaniambia hata zile hisa za tajiri inabidi zichukuliwe na mtu mwingine, aje tajiri mwingine aje na watu wake wengine kwa mpira kama ambavyo United wanasema bana, sisi hawa kina Glazer ndo wanatufelisha. Hii masuala ya tajiri ni huyu ajafanya tu leo anabadilisha watu wake kwa mtu fulani, leo tregeni kwa mtu fulani, leo babla kesho wewe nani sijui Swebe Nkobi ka hapa wewe ndio ile Julia anasema watu wale wanawazungusha tu kwenye nafasi tofauti. Kaka huwezi kupata matokeo kwa njia zile zile. Okay bwana, mimi nataka tuiweke kando klabu ya Simba. Wewe unasemaje? Tuweke kando sajili wa chama fresh anawe pia. Nimeona JB64 alisema chama wangu amerudi. Sasa kujifariji huko. Wewe chama wako hajarudi? Ana miaka mingapi sasa? Wewe achana na miaka bwana. Miaka vipi kwani umemweka? Wewe umweka kwenye sensa. Wewe unataka miguu. Naheshimu sana uwezo wake. Ila kama timu inataka kujengwa ile akufaa kurudi. Tumuuza au tumemsajili chama. Na chama namjua mimi. Chama usimwona kaja hivi. Chama hapa itakata mechi 4 kaanza. Mtu atakavyocheza vizuri. Mimi namjua Chama ni mtu ambaye cheza zake vizuri. Ninapomsema nyinyi wewe huku ndakuja kuwa prove uwanjani. Ikifika dirisha kubwa la usajili unaanza kupata pressure matumbo joto. Chama ataona. Mimi naheshimu sana uwezo wa chota Chama. Yaani mnaga namba 10 Tanzania ambaye alikuja kama Chama mpaka sasa hivi. Akafikia hicho kiwango chake. Lakini sasa mimi kwangu asingerudi. Tuachane na Simba, tuzungumze ligi yetu ya ndani bwana. Kuna vitu nataka tuongee ligi ya ndani. Huko kimataifa ulishasema wewe Azam akitolewa hapa, Singida akitolewa hata usipata point kwenye makundi kwa dai. Turudi ligi ya ndani. Lakini Azam point anayo, Singida point anayo. Giant ndio ana point. Singida point anazo, sio anayo, anazo. Na Azam point anazo. Kila mmoja ana point 3 plus. Singida ana point hizi 4. Simba kasare mechi moja. Simba 0. Achana nayo. Ligi ya ndani. Ligi yetu ya ndani bwana imeanza kwa udhaifu mkubwa sana. KMC ana pointi 4. Coast ana pointi 9. Sasa hapo huyo Coast nayekwambia ana pointi 9 baada ya mechi 10. Nielewe sawa sawa. Pointi 9 baada ya mechi ngapi? 10. Huyo Coast nayekwambia kwa zile nafasi zile. Nafasi ya 16 si anashuka daraja. Nafasi ya 15 si anashuka daraja. Nafasi ya 14 na nafasi ya 13 anaweza playoff. Coast ana hizo pointi 9 yuko nafasi ya 13. Sawa? Sio, umenielewa hapo? Ligi yetu imeanza kwa uchovu vile vile. Vibaya. Hivi unafikiri ni sahihi kusema ligi yetu ni namba 5 kwa aina ya timu tulizonao bila kuzikosea heshima? Dodoma Jiji. Ilikuwa ya 4, ilikuwa 5 sasa. Sasa tumesogea. Maana ya kushuka si unaelewa maana yake ni nini? Dodoma Jiji. Sitaki kumsema Singida. Tutafika kwenye Singida ni mada nyingine kabisa. Tutafika kwenye hiyo Singida ni mada nyingine, lakini hawa kina Dodoma Jiji, wakina Pamba, timu kama Mbeya City, Tanzania Prisons, Coastal Union, ni timu ambazo kidogo zinaonyesha kulegalega sana na zinaonyesha level ya ushindani bado ni ndogo kwenye ligi yetu. Inawezekana timu zetu hazipati ushindani na hazikui katika level inayostahili kwa sababu ya aina hii ya timu. Au wewe una mtazamo gani kuhusiana na ushindani mdogo uliopo kwenye ligi yetu? Yaani ushindani ni Simba, Yanga, Azam, Singida. Basi, labda kidogo na JKT anakuja na TRA. Ligi yetu bwana imepoteza ndio ile tunasema intensity. Yeah, intense. Alisema Sadrav tumchukia. Ligi yetu sasa hivi ligi yetu sio ngumu. Na sasa kuna mechi ndio kuangalia sasa mechi Simba anatoboa, Yanga anatoboa bila shida yoyote. Yaani wewe unasema tu goli 5, goli 3. Yeah. Lakini matokeo pia ya uwekezaji hizo timu kubwa. Hizo timu kubwa zinawekeza ndio. Sahihi, nakubaliana. Na hizo timu ndogo haziwekezi. Kwa sababu hazina hela sio na nini. Sema Singida kidogo kajitutumua kidogo amekuwa mpinzani Azam kwa sababu mpira ni pesa. Labda tutalaumu kwa si Coastal lakini mpira ni pesa.
Yaani uwezo unachukua wachezaji wa daraja la kawaida waje kukutana na Yanga ile wazi Yanga dakika 90. Hapo wasifungwe. Hata shida ni kwamba tutaishia kusema JSM wanaharibu ligi. Shindani. Wewe subiri, wewe niambie. Umeona ile kesi ya Yanga hii? Sawa. Dodoma Jiji wasema hapa wameungwa na Yanga na JSM. Haya, Dodoma Jiji basi wasiongwe, watamfunga Yanga. Haiwezekani, ni ngumu. Quality na ngumu, aina ya kiuchezaji ni ngumu. Nakubaliana na wewe. Sawa, hilo tuliweke kushoto, tuje kwenye timu zetu za ndani bwana. Uliniambia Ibenge sijui amefanyaje, kimepanda kimeshuka. Kocha shaangusha zaidi ya alama 8 sasa hivi. Mpaka sasa tunavyo. Zaidi ya 8 ninavyokuambia kashaangusha. Ngwa alama. Singida ile unayoiona ile Gamondi ameenda zake timu ya taifa. Singida ishaangusha alama 10 na ngapi? Kama sio 15, 12 mpaka sasa hivi tunapozungumza. Singida imekuwa na nini? Hali mbaya. Singida imekuwa kama mshumaa. Ndio mshumaa ulivyo. Mshumaa unawaka wewe unapata mwanga lakini wenyewe unateketea. Ndio Singida. Singida ile sasa imekuwa ni mtu wa kusaidia timu kubwa tu. Mnamtaka kiungo wangu mchukueni. Sasa hivi striker yetu ndio mmempenda, mchukueni. Kumbuka na wenyewe wapo kwenye msimamo mkubwa kabisa. Na wenyewe pia inabidi wapo washindani. Inabidi siku achukue kombe. Uwezo uchukua kombe kama wewe player kwako aking'aa tu unampa Yanga, ng'aa tu unampa Simba. Tena kwa una taibu unasema kwa bure, kwa makubaliano maalum bure. Singida wanazingua na hawezi kufika popote. Kwa mtazamo wako unaona hamna mahali Singida anaenda popote? Hakuna, yani yeye nafasi yake pale ni ya 4 ya 5 huko, hawezi kufika popote. Huwezi kufika kwenye mpira vile hata siku moja. Na huyo Azam, shida Azam ni moja, ni ile kila msimu Azam ni apate matokeo nje ya Chamazi ni ngumu sana. Yaani mchezaji nyingi za nje ya Chamazi ana struggle sana. Sahihi. Florent Ibenge anakuridhisha na kiwango chake cha ndani. Sitaki kuzungumza kuhusu nje. Ndani unafikiri mwalimu kama yeye ana kitu cha kuprove? Kweli kaja kama mwalimu bora. Lakini Azam ushindani ubingwa kwa sababu kama umedondosha alama 8 maana yake wewe ushindani ubingwa. Cha kwa ndani bado sijaona kama kuna sababu Azam ya ndani ile ambayo msimu ulishinda. Na inawezekana hata mwaka huu ikawa mbovu zaidi. Sasa hizo sharp drop alama kibao. Shangusha alama 8 kwenye ligi michezo ya mwanzo tu. Hata mechi 10 hujafika. Anayeongoza ligi ana vipolo vingi lakini ndio anaongoza ligi. Ligi imekwaje sijui ndio ligi bora kweli. Bora hata sasa hizi angalau JKT tukombo. Angalau JKT lakini ikitokea Yanga ameshinda tu. Juu. Anaenda kukaa nafasi ya kwanza na ana viporo kibao mpaka sasa. Tanzania si ligi yetu. Sisi tuache kujadili kwanza. Tanzania hapana. Mimi nataka tujadili. Singida unafikiri wanabomoka kwa sababu hiyo tu ambayo umeisema ama kwa sababu pengine wao ni timu ambayo msingi wao ni kufanya biashara ya wachezaji? Msingi wa Singida kufanya biashara. Ndio waulize wale kama hawana dream ya kuchukua kombe. Wao wachukue kombe la nini? Kagame? Kagame walishangilia sana. Wameshangilia vibaya mpaka parade maana yake nini? Hata ligi walitaka. Sasa huwezi kuchukua ligi kama unafanya ujinga huo. Wewe msimu huu ameng'aa soa. Simba chueni bure. Msimu huu ameonekana si kibabage. Simba chueni bure. Msimu huu si ameng'aa si kiungo gani? Nenda Yanga bure. Nani? Kwa mtazamo wako unavyofikiri ni kwamba sajili ambazo zimeondoka lakini pia kuondoka kwa Miguel Gamondi na kwenda timu ya taifa. By the way, tunahesabu tu kama Miguel Gamondi ameshaenda timu ya taifa. Kwa sababu ameshakuja mtu mpya ambaye anaitwa meneja mkuu kwenye kosi ya Singida Black Stars. Unafikiri hivyo ndio vitu ambavyo vinachangia kuwabomoa na kuwateteresha kwenye malengo ambayo wamekuwa nayo? Njaa. Hivyo vinaweza kama vinapelekea. Gamondi ni kocha mzuri tunamjua. Ni kocha very very professional coach. Pia naye imepelekea timu kuyumba kiasi hicho. Na hao maplayer ambao wazuri hapo wanagawa. Vitu vimechangia. Okay. Sawa. Ile nataka tuzungumze, sitaki tulifanye kama closing moment. Nataka tufanye kwa ajili ya mashabiki wa klabu ya Yanga ambayo by the way timu yao ina mafanikio sio kama nataka kwenye comment wakutukane wana mafanikio Yanga. Wana makombe, kila kombe walioshiriki wanachukua. Sasa wanayo kombe la Mapinduzi wanalo. Hata ukisema unaanzisha kombe la kirafiki hapa wanakuja na wanakutwanga. Kombe pekee ambao kwao linawasumbua ndio Champions League. Basi hizo makombe 4. Mpaka sasa hizo wana point 4 kwenye Champions League. Hiyo ambayo unaizungumzia wewe. National Ahli wako mbele bwana Paku. Wanakuja kucheza National Ahli dhidi ya klabu ya Young Africans. Naomba nipe mtazamo wako. Mechi inayofuata. Uliona kitu ambacho walifanya wakina Trezeguet, wakina Imam Ashuri. Fanya jambo baya sana. 2-0 then unapindua, unakuja kucheza nao visiwani Zanzibar. Yanga dhidi ya kikosi cha National Al Ahli. Na uonaje mchezo, lakini pia unaionaje nafasi ya klabu ya Yanga kwenye mechi zinazofuata, ikiwemo pia mechi dhidi ya JS Kabylie ambayo pia itafuata kwa klabu ya Young Africans. Unawaonaje na unaona nafasi yao kwenye
kwenye hatua hii ya makundi ikoje? Wana nafasi ya kufuzu robo finali? Nafasi ya Yanga ni 50-50, 50-50 ambayo iko very positive kwamba wanaweza wakavuka. Ali na kuja Zanzibar kwa sababu Yanga unajua kwenye hizi mechi inabidi uwe one chance one goal. Ndio ufunge. Yaani Yanga nafasi funga. Yanga ilikuwa very clinical ile mechi ya kule alikuwa afunga. Si Max alikuwa anabutwa nje ya box. Max saizi amekuwa kama kibdeni sana. Naamini kila sehemu ni kupiga. Kwa sehemu zingine za kupasia tu kipa asifike. Unaelewa? Alipata chance kama 2, Okelo alipata 1, unaelewa? Pacome alipata 1, akabutwa juu sana. Chance 4. Hapo ungekaza ungeconvert hata 2, maana yake 2 goli moja. Ile first half mla Yanga alikuwa anaongoza yeye kule Misri. Sasa kwa mimi najua Misri ukija huku kwetu huku wanakuja kuzuia Misri. Na Ali alivogana adabu, Ali amnaga mtu ambaye anamkosea heshima. Kwa sababu Ali na Yanga alikuwa Ali yupo kwake, lakini yeye ndo kana defend kipindi cha nipo kwangu, lakini na defend kama nakusoma kwanza wewe jipo wapi na kupa heshima ya Ali hata cheza na timu gani lazima ampe heshima hiyo timu, na ndio kweli mpira inabidi hivyo, kwa sababu mpaka watu wamevaa jezi maana yake kuna kitu wanajua. Sasa na mimi Ali akija Bongo kwanza watasubiri, walikuwa wanashindwa kwa kushtukiza. Well, ambacho kinatokea kwa Yanga ni create chance na convert kwa nini good. Kama tutaendelea na yale masuala ya kupiga bunduki tu kama wakati mwenzio chini kaomba, hatuwezi kutoboa. Yule kipa na kama kipa namba 2, lakini yule kipa anajua sana. Simba tunamkumbuka vizuri kwenye ile Africa nini sijui national nini, daka sana yule kipa. Kwa hiyo kazi Yanga wanayo bado kwa Ali ni timu kubwa, ndio timu namba 1 Afrika. Nakubaliana nawe. Kwa namba 1 Afrika inakuja na vitu vingi sana. Marefa wenyewe wanaogopa Ali. Kafu wenyewe lazima wanatetemekea Ali. Kwa hiyo vitu vingi sana Yanga inabidi wawe makini wageni mudiana. Baada ya hapo Yanga wanakuja na wale nani? Wale Kabaili, si ndio? Yes ka. Ile pale wale watafungwa. Kwa hiyo nafasi ya kufuzu ipo. Yanga ashinde ile wale watafungwa. Nafasi ya kufuzu ipo. Mfano amekuja Ali Yanga akashinda, atakuwa pointi ngapi? Point 7. Ile Kabaili ngapi? 10 tayari kashafuzu. Shida gani? Akifanikiwa kupata ushindi kwenye michezo miwili back to back. Sasa tuanze safari ya kurudi, afu nadhani kuulize maswali machache sana hapa tunavyorudi. Nataka nikuulize maswali machache sana. No. Nadhani kuwekea hapa Simba hapa Yanga. Alafu utanijibia maswali yangu kama ambavyo nakuuliza. Swali la kwanza nataka unijibu. Yanga na Simba wote wamesajili golikipa. Golikipa Simba anaitwa Kasali nafikiri. Jina lake linanitoka kweli kweli. Juzi nakutana na shabiki mmoja wa Simba namuuliza kipa wenu mpya anaitwaje? Sasa mimi simjui. Alitokoa juzi. Mimi simjui. Lakini juzi ameokoa. Pambana kweli, timu ilikuwa inaweza ikafungwa zaidi ya goli moja. Sawa. Kasali pamoja na Hussein Masalanga. Wewe ndio unaenda kwenye soko la usajili. Unasajili nani? Bwana wewe, nenda sajili Kasali. Given Kasali. Hata kama simjui lakini ndio kipa wa timu ya taifa ya Niger. Huyo. Unaondokana. Sasa sisi tuna kipa wa timu ya taifa ya Tanzania. Nani? Hussein Masalanga. Kipa namba 3. Ameenda AFCON lakini. Kipa namba 3. Hujaridhika? Kipa namba 3 na hata alikuwa akipanga maplay wenzie wanamwambia jiamini kwa sababu wanajua ana wasiwasi. Haya, sawa. Hiyo tuiache. Muondoka na Kasali. Na kwenye eneo la backline, of course Yanga wamesajili dirisha kubwa, lakini mimi nataka tubaki hapo. Frank Asinki na Ismail Toure. Mimi nimeona Asinki, namchagua Asinki. Nimeona Asinki. Bila kumkosea heshima Toure, maana sifa zimekuwa nyingi sana mtandaoni. Kwa Ismail Toure. Kisiki, sio nini, sawa. Sawa. Beki wa kushoto. Simba ndo sasa hivi tunapozungumza hapa Simba imefanya usajili sasa hivi. Yanga alifanya kuanzia dirisha kubwa. Mohamed Hussein, Nixon Kibabage. Kwa malengo ya timu kwa muda mrefu ni Kibabage. Kwa malengo ya timu kwa muda mrefu. Kama matokeo chap chap huwezi kumwacha Mohamed Hussein Zimbo. Sawa. Eneo la kiungo. Mimi sitakosea mtu yoyote heshima kati ya wote ambao tumewachagua. Lakini nataka uniambie Damaro Kamara, Kante. Mmoja kaingia dirisha dogo, mmoja dirisha kubwa. Damaro Kamara, Kante. Mimi naenda na Kante. Kante mbele ya Damaro Kamara. Sawa, sasa huku tunakwenda huku penyewe. Patamu kweli kweli. Okay. Bwana Libase Gwe. Hapa ni Alan Okelo.
Liba Seguin na Alan Okello. So unajua hapo Ah, nimechagua watu wana mguu wa kushoto mzuri. Wote unajua mpira wote nawapenda. Wote nimewaangalia nimewafuatilia, lakini kwangu mimi yule Okello ana kitu cha ziada sana. Versatile, yani yule ile mechi anaibadilikia muda wote anajisikia yeye. Coca-Cola Alan Okello. Unaenda naye? Mimi napenda sana mtu ambaye mwili inafanya kazi kwa nguvu za mwili. Okay. Ile pasi goal ni mzuri, lakini anatumia energy kubwa sana. Ila huyo Okello huyo. Bwana, mimi wewe wanaoview hapa wapenda hata game 5 tu wamwangalie. Wampe mechi. Waangalie. Coca-Cola anastahili kupewa mechi angaliwe. Fine. Ile eneo la mwisho kidogo linawezekana lisifanane, lakini Anicet Ora amecheza mechi 10 pale kwenye kikosi cha ASEC Mimosas kama mshambuliaji wa kati. Mechi 10 amecheza. Lakini pia kuna mshambuliaji nimepewa taarifa anatoka pia kama sio Maniema ile. Kuna timu moja ya DR Congo anatoka. Jina lake limenitoka kidogo. Nikimkumbuka nitakwambia, lakini ni mshambuliaji wa kati. Yeye pamoja na Mwamba Dep. Mamchagua nani? Yaani timu yako ndio inapewa sasa hizi nafasi. Bana wewe utajua mimi hapo ndamchagua Dep. Dep wanafikia. Haya sawa, tunaweka tena. Dep na Anicet Ora wote hapa sasa hizo wanaambiwa wana uwezo wa kucheza eneo la katikati pale. Dep. Bado Dep. Na usimba wangu wote lakini Dep. Mng'ang'ana na Dep. Nataka unitabirie na unitengenezee mtazamo wako kuhusu timu zitakazomaliza kwenye nafasi 4 za juu. Mpaka sasa hizi tunapozungumza, kule juu Mtibwa yupo, kule juu JKT yupo. Sawa bwana Pamba pia wanajikongoja, sio mbaya. Na TRA pia wanakuja kwa mbali, sio mbaya. Nataka uniambie timu 4 za juu na uzingatie pia na matokeo yaliyopo mpaka sasa hivi. Singida kaangusha zaidi ya alama 12 nimekwambia. Azam kashaangusha zaidi ya alama 8. Kwa hiyo uzingatie pia matokeo na idadi ya michezo. Nataka uniambie top 4 yako msimu huu kwenye ligi kuu Tanzania bara unamuona nani na nani? Ipo vile kwenye top 4. Ipo vile Vile vipi? Mimi niambie, nitajie. Yanga namba 1 au nini? Bingwa. Yanga bingwa. Yanga anafuatia Simba. Namba 2 Simba. Namba 3 Azam. Namba 3 Azam. Namba 4 Singida. Wewe JKT pamoja na kazi yote aliyoifanya kwa nini unashindwa kumpa nafasi? Wanaishia njiani hao. Kwamba anaweza kaenda Afrika kafika katikati akabetuka? Na vipi kuhusu nafasi ya TRA ambayo kidogo imesajili juzi imetoka kumlamba KMC? Kwa sababu natuzungumzia nafasi za 5 za 6 ndo hao unawataja. Hao ndo nafasi ya 5 na 6. Kuna possibility yoyote unayoiona mpaka saa hizi pengine ya watu wanaotemka daraja? Kimona labda mtu anataka kutemka daraja. KMC tutamtaja hapo KMC cha. Anafanana kabisa na timu inashuka daraja. Anafanania. Yaani kila mtu akija hata kwako tu anachukua point anaondoka. Hiyo mbaya. Mbaya sana. Kila mtu akija kwako anachukua point anaondoka. Mimi sijakuzoea hivi. Umekuwa mpole sana. Swala la Simba kuwa na point 0 imekufanya wewe mpole kweli ya. Sana Simba rafiki yangu. Mimi kwa akili yangu bila mtu yote kunilazimisha chochote, nimeshakataa kuangalia mechi za Simba za ligi kuu. Umekataa? Kuangalia au kushabikia? Kuangalia. Kushabikia mimi bado ni mshabiki na siwezi kuacha. Kuangalia. Mimi siangalie mechi za Simba. Bwana, mimi leo umenitatiza kweli. Mimi siwezi eti mechi ya Simba na Mtibwa anakaa kwa pressure. Siwezi. Haiwezekani. Mimi siwezi. Maana mechi ya Mtibwa ilikuwa kwa pressure. Ile timu Simba ameshatawala mechi kipindi cha kwanza. Tawala mechi wapi? Unajua kutawala mechi. Kingine kama unaendelea kuniuliza maswali yangu, kingine wale viongozi wa Simba wale, kama kule ni watu wa mpira, wahakikishe Simba inatoka ule uwanja ule wa Isamuyo, usio uwanja wa nyumbani. Hakuna uwanja pale, hamna mpira. Anye mnachagua uwanja sana bwana. Nyinyi mmezidi bwana. Mtibwa kuna chance moja alikosa mwalimu. Yaani katika mguu mpira unadunda ukakataa. Anye mmezidi bwana. Nyinyi mnachagua sana viwanja bwana. Nyinyi mmezidi. Sisi tunamkimbia Yanga nyinyi. Bwana wewe nyinyi timu yenu imezidi. Benjamin Mkapa mmecheza. KMC mmecheza. Benjamin Mkapa sasa hivi Chama cha Complex mmecheza. Benjamin Mkapa baruhusiwi. Anye kila mechi moja. Yaani nyinyi mnashindana bwana timu. Kwani wewe uone? Jengeni wa kwenu huko sasa. Ndio unadunda hapo unatoa kule. Ajengana Jerute. Jengeni. Si mlikuwa kwenye makubaliano ya mkataba wa jenzi. Bwana wewe Simba bwana mbovu. Hapo sawa. Hapo nitakubaliana na wewe. Hapo kwenye Simba hapo nitakubaliana. Vivi vingine hivi sitakubaliana na wewe. Simba mbovu. Mawazo yako kwa uwanja yanakusaidia. Mimi siangalii mechi za Simba mpaka Simba itakapojipata. Sasa wewe sio shabiki wa kweli. Haina shida. Shabiki wa kweli anayeunga timu mkono na kushinda. Hakuna. Wewe kanuni subiria timu ishinde tu. Hakuna, sio ishinde tu. Kuna kufunga kwa sababu, kuna kufunga kwa sababu wewe kweli umecheza mpira, lakini matokeo ya mpira yameamua ufungwe.
ila Simba ni ujinga. Hebu ninunue maji bwana mimi. Wewe timu yako utajuana nayo mwenyewe. Mimi bwana sijui hata kama kwa leo tuna jipya la kuzungumza. Lakini by the way tuna vitu vingi sana vya kuzungumza na wewe Mwanaeli MTV ambaye sasa hivi unatutazama popote pale ulipo. Haijalishi uko mwambie Simba ni mbovu. Bwana hivyo. Mwambie Simba ni mbovu. Simba mbovu vipi bwana? Naomba maji. Naomba maji. Simba mbovu vipi? Maji na nyumbani naomba soda. Soda gani? Basi Pepsi. Mimi Fanta Orange. Sawa. Ukisema maji. Nimekumbuka. Kuna soda zingine nazo. Achana na tuwete tu. Hapana. Bwana mimi na wewe tumemalizana kwa leo na tunamalizia hapa. Hapa tumemaliza. Hivi unajua kwamba nani mfungaji bora wa ligi ameondoka? Tuzo hajapata. Hivi tuzo la ligi kuu Tanzania mpaka leo bado. Mchezaji mpaka sasa jiunga na timu nyingine. Mfungaji bora ashaondoka na sio ameondokea dirisha kubwa, kaondokea dirisha dogo. Mimi kuna mtu nilikuwa naongea naye akaniambia Jinchaza huwa amenyimwa mileage anayostahili. Hadi kocha bora ashaondoka. Nimeambiwa Jinchaza huwa amenyimwa mileage anayostahili kwa sababu ingetokea kwa namna yoyote ile. Nimeambiwa ingetokea kwa namna yoyote ile ingetokea. Aidha kashindania MVP akashinda au akashika nafasi ya pili na akawa mfungaji bora. Profile yake huko anakoenda ingekuwa kubwa sana. Na pengine hata Simba ingevuna hela nyingi zaidi. Sio? Wewe au tuseme tu uongozi kote yale. Ligi yetu kivitu vitu. Mwanaeli MTV ambayo umetufuatilia na kutazama bana, mimi nakushukuru sana. Ilikuwa bora sana kwa siku ya leo. Kwa nazunguka kidogo kusurvey mkoa wa Iringa. By the way, visit Iringa. Popote pale ulipo bana, tuna kahali kahewa kazuri sana. Mmeniona mimi nimekaa ndani hapa, nimefanya kipindi kwa muda wote, zaidi ya dakika 30 hivi. Tumezungumza. Hakuna joto. Hatujawasha AC. Hakuna joto. Kuna hali fulani standard. Unavuta hewa ambayo ni sawa sawa kabisa. Mitaa ya Iringa ipo kwa ajili yako. Vivutio vya utalii vingi kabisa mkoani Iringa. Tuna mbuga za wanyama hapa, tuna mito, tuna mawe, tuna hoteli za kisasa kabisa kwenye mkoa wetu. Yaani kila kitu unachokitaka unakipata. Tuna watu wakarimu, tuna vyakula special kabisa kwa ajili yako, vinywaji special kwa ajili yako. Ni kwa sababu tu vile Ulanzi hauuzwi, lakini tulikuwa tushanunua pia na sisi leo tupate vitu vyetu. Asante kwa kutazama, asante kwa kufuatilia. Mimi ni Emmanuel Goodluck. Leo kwenye IRIM TV sehemu ya michezo kwenye kipindi chetu maalum. Ilikuwa na Paco Steve. Mpaka wakati mwingine tena tutakapoonana. Kwaheri bwana. Wewe simama bwana wewe. Ikitokea Simba amefuzu unanyoa ndevu zote. Amefuzu? Naomba tu hii hadi angalia hapa. Ikitokea Simba amefuzu kwenda robo. Hapo ndevu zote hizo baki na kipara. Kwaheri. Na waahidi nitatendea haki hili. Wanangu Simba, nitanunua mashine ya kunyolea ndevu. Mtamkuta kipara huyu.